Mwaka wa 2022 Wakenya tuliamka asubuhi tukiwa na matumaini makubwa ya kwenda katika uchaguzi. Uchaguzi tuliodhani kwamba ni mwanzo wa ukombozi. Wengi wakauona kama ni uchaguzi ambao ungewakomboa Wakenya katika ukombozi wa tatu. Wengi waliona kama uhuru wa tatu umekaribia. Wengi waliona ni ukombozi wa uchumi. Wengi wakaona ni ukombozi ya mauaji ya kiholela. Lakini tangu alfajiri ya uhuru, pale bendera ya mkoloni ilipoteremshwa na nyeusi na nyekundu, kijani na nyeupe ikapaa, Kenya iliahidiwa amani, maendeleo na utu. Lakini ahadi hiyo kama maua ya jioni ilinyauka kabla ya kuchanua. Matumaini, majeneza badala ya maendeleo. Leo hii machozi yangu yanatiririka kama mito ya milele. Vilio vya mama mjane, sauti ya mtoto yatima na kimya cha kijana aliangushwa na risasi. Sauti hizi zinazidi kupaa angani bila jawabu. Mauaji ya kiholela na ya kinyama yamekuwa kama desturi mpya. Watu wanauawa kwa kutetea haki zao, wengine kwa tu walikuwa mahali pabaya wakati mbaya. Kutoka kwa mauaji ya Kisumu hadi ya Lamu, kutoka mashariki hadi magharibi, ardhi yetu imejaa damu isiyo na hatia. Viongozi wamejaa ahadi tamu, lakini vitendo vyao vina ladha chungu. Polisi wanafaa kulinda raia, lakini risasi zao zinafuma roho za wasio na silaha. Ni huzuni isiyo na mfano. Taifa linajeruhiwa si kwa mapanga, bali kwa ukimya wa serikali, kwa utepetevu wa viongozi na kwa ubinafsi usiofungwa kwa majina ya mamlaka. Uhai sasa hauna thamani na haki inacheleweshwa hadi inakufa barabarani. Je, damu ya mwananchi haina thamani? Je, maisha maskini ni ya kujifurahia nayo kwa bunduki na bakora? Inasikitisha kuona taifa letu linageuka kuwa kaburi la matumaini. Tunapaza sauti zetu, tukilia, tukiomboleza na kusema, Kenya mama yetu, tusikie. Acha damu yetu isimwagike. Mimi ni Mdarisi Mdadisi. Haya ni makala ya Yanasikitisha.